mkoa wa Ruvuma unaungana na sehemu nyingine duniani kuadhimisha siku ya uchangiaji damu kwa hiari ifikapo tarehe 14 Juni kila mwaka. Kwa mwaka huu 25 mkoa wa Ruvuma umeadhimisha wiki ya uchangia damu kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 Juni, ambapo kilele chake ni leo tarehe 14 2025 katika viwanja hivi vya manispaa ya Songea. Kauli mbiu ya siku ya kuchangia damu kwa mwaka huu inasema changia damu, leta matumaini, pamoja tunaokoa maisha. Ndugu wageni waalikwa, kwa mujibu wa matokeo ya sensa 2022 mkoa wa Ruvuma ulikuwa na wananchi wapatao 1,800,000. Hivyo unatazamiwa kukusanya chupa zisizopungua 14,000 kwa mwaka. Takwimu za ukusanyaji damu zimeonyesha kuwa na mafanikio na kuongezeka kwa ukusanyaji damu mwaka hadi mwaka. Mathalan, katika mwaka 22 jumla ya chupa ya 3600 ambayo ni sawa na 24% kwa mahitaji zilikusanywa na kufanya vipimo vya maabara na kusambaza. Idadi hii imeongezeka hadi kufikia chupa 12,278 sawa na 83% ya mahitaji kwa mwaka 2023. Aidha, mwaka 2024 mkoa ulikusanya chupa 7,016 ambayo ni sawa na 47.4% ya mahitaji yote ya mkoa wetu. Pia katika kipindi cha mwezi Januari hadi tarehe 12 Juni 2025 mkoa umekusanya jumla ya chupa 4,040 sawa na 27% kwa lengo la mwaka mzima. Ndugu wageni waalikwa, katika kukabiliana na hali hii, serikali imeboresha miundombinu ya kutolea huduma za afya kwa kujenga majengo, kufanya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na ununuzi wa mashine kwa ajili ya uchunguzi wa wagonjwa na kuimarisha upatikanaji wa damu salama vituoni kwa kununua majokofu. Mathalan, mkoa una jumla ya vituo 37 ambavyo vinatoa huduma ya damu salama, na kwamba vituo 26 sawa na 70% ya vituo hivyo vinamilikiwa na serikali, wakati vituo 11 sawa na 30% ya vituo hivyo vinamilikiwa na taasisi za dini. Aidha, mkoa unaendelea na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi wa mwaka 2025 ibara ya 83 kifungu kidogo cha 5 inaelekeza kuwa CCM itaendelea kuimarisha huduma za afya kwa kina mama wajawazito na watoto ili kudhibiti kumaliza vifo vya kina mama wajawazito wakati wa uzazi na watoto wachanga. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na juhudi hizo za serikali, mtakubaliana nami kuwa magonjwa mengi yenye upungufu mkubwa wa damu, tiba yao muhimu ni kuongezewa damu au mazao ya damu, na kwamba sasa hakuna duka ambalo linauza damu wala kiwanda kinachotengeneza damu na mazao ya damu kama ilivyo kwa dawa, vifaa tiba na vifaa vingine vya afya. Hivyo upatikanaji wa damu salama unategemea zaidi wananchi, hasa wanafunzi wa shule, vyuo mbalimbali, pamoja na taasisi na mashirika ya dini ambao kwa nyakati zote hujitokeza kwa hiari kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wenye hitaji la damu salama. Pia ifahamike wazi kuwa watumiaji wakubwa wa damu salama ni pamoja na watoto chini ya miaka 5 ambao wanatumia damu inayokusanywa kwa 50%. Akina mama wajawazito ambao hupoteza damu nyingi wakati wa kujifungua wanatumia damu iliyokusanywa kwa 30%. Wahanga wa ajali mbalimbali pamoja na magonjwa ya ndani na wagonjwa wanaopata tiba kwa njia ya upasuaji ambao wakati mwingine hupoteza damu, wote kwa pamoja wanatumia 20% ya damu inayokusanywa. Ndugu wageni waalikwa, naomba nitumie fursa hii kuwaelekeza wananchi wa halmashauri zote za mkoa wa Ruvuma
kuendelea kujitokeza kwa wingi katika kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wenye uhitaji. Taasisi na mashirika mbalimbali ikiwemo vilabu mbalimbali vya michezo, mjenge tabia ya kuchangia damu kwa hiari. Basi tuhakikishe tunawekeza mwanafamilia mmoja awe anachangia damu, na pale tunapopata changamoto tunakuwa na uhakika ya kuokoa maisha ya familia na wengine. Lengo la maadhimisho haya ni kuweza kutambua wenzetu ambao huwa wanajitolea ili kutoa damu zao ziweze kuokoa maisha ya wengine. Kama inavyofahamika, tunajua umuhimu wa damu. Ni bidhaa ambayo haitengenezwi kama dawa za viwandani, lakini pia hainunuliwi pale popote, na ni muhimu sana kwa ajili ya kuokoa maisha ya wengine. Tunafahamu kwa wale wagonjwa wa hospitali, hasa kina mama, watoto pamoja na wagonjwa wengine, damu ni muhimu sana katika kuokoa maisha. Katika hizi wiki mbili za zoezi hili, kuanzia tarehe 1 mpaka jana tarehe 13, ukiacha leo zoezi linaloendelea, tumekusanya jumla ya chupa 1213 sawasawa na 17.16 ya lengo la chupa 1035. Kwa hiyo kwa niaba ya mkoa tuseme kuwashukuru wananchi wote kwa kuendelea kuona umuhimu wa kujitolea damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya wengine, kulingana na kauli mbiu yetu ya mwaka huu ambayo inasema changia damu, leta matumaini, pamoja tunaokoa maisha.